Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na viongozi wetu wote, itikadi imezingatiwa. Mimi kwa niaba ya wanachama na uongozi wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima chini ya uongozi wa mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tunasimama hapa kutoa pole sana, kwanza kwa familia ya marehemu Lukuvi. Tunatoa pole kwa rais kwa kuondokewa na waziri wake. Tunatoa pole kwa wanachama wote wa CCM ambao kwa kweli kwa wasifu uliosomwa hapa, wote tumejua mchango wa marehemu Lukuvi katika siasa za nchi yetu. Ameanza siasa kingali kijana, ameingia chama cha TANU mwaka 54, na tangu hapo amekuwa kiongozi wa vijana kupitia umoja wa vijana, na amekuwa mbunge kwa miaka 30 akiwa anatokana na Chama cha Mapinduzi. Si hivyo tu, amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama kwa miaka kadhaa na katika vipindi mbalimbali. Kwa hiyo mchango wake katika chama chetu na katika nchi yetu ni mkubwa. Sasa siwezi kusema maneno mengi hapa, isipokuwa nataka nirudie maneno aliyosema baba paroko yanayohusu mbadala. Kwa kweli, ingawa janga wao walisema walipata Pacome kama mbadala, sisi CCM tuna matatizo kweli ya kupata mbadala, kwa sababu kupata mbadala wa mtu ambaye ameandaliwa na ameongoza kwa miaka zaidi ya 30 ni ya ubunge, lakini ya uongozi wa chama ni karibu miaka 40 au zaidi. Sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, kama ilivyo kwa madaktari kupoteza daktari bingwa ambaye inachukua miaka mingi sana kumsomesha. Kwa na sisi tuna matatizo hayo, lakini tunajua kwamba uhai na kifo tofauti zake ni ndogo, na mwenye kujua tofauti hizo na kuamua lini unakuwa unaishi na lini unakufa ni Mungu peke yake. Kwa sababu hiyo, na kwa kuwa hatuwezi kukufuru, tunamshukuru Mungu kwa kumwezesha ndugu Lukuvi kuwepo duniani kwa miaka 70, lakini kazi aliyoifanya ni kubwa kuliko umri hata aliyoishi, na tulikuwa tunategemea angeweza kufanya zaidi ya hapo, lakini kwa sababu mwenye kuamua ni yeye, Mwenyezi Mungu, tunamshukuru kwa kumwezesha kuwepo duniani na kutoa utumishi uliotukuka katika chama na katika serikali yetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana waombolezaji, na nawatia moyo familia wavumilie, kwa sababu mambo haya ni mambo ya kibinadamu. Kuna kuishi, kuna kuzaliwa na kuna kufa. Baada ya maelezo haya, asanteni sana kwa kunisikiliza.